Basi moja unabii wa mwaka huu ni kitabu cha Zaburi sura ile ya kwanza, tukianzia mstari wa kwanza mpaka wa 3. One of the prophetic instruction concerning the year 2025. The message which I've delivered in our night vigil crossover 2024-2025 in our church there at Base Beach. It was concerned the judgment. God is going to judge the nations through the earth, the land, the soil. And in the book of Psalms chapter 1 from verse 1 to verse 3, Bible read like this. Zaburi ile ya kwanza, ile sura yetu ya kwanza na mstari wa kwanza mpaka wa 3 nasema hivi, Kiingereza na Kiswahili. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standing in the way of sinners, nor sitteth in the set of the scornful. Kiswahili, eli mtu yule asiye kwenda katika shauri la wasio haki. Kanuni ya kwanza ilikuwa katika mwaka huu. Namba 5, namba 25. Jambo la kwanza, unapaswa uenende katika njia ya walio haki. Maana yake pia usimame kutenda yaliyo haki binafsi, ili mwaka ardhi isikuhukumu. Maana moja ya hukumu ya ardhi ya nchi hii mwaka huu ilikuwa, ya kwanza ilikuwa unapotenda dhambi ardhi inakutapika. Sema inatapika. Lakini pili, ardhi ukitenda dhambi ya pili, ardhi inalaaniwa kiasi kwamba hata ukilima ukifanyia kazi haikupatii mazao. Lakini point ya pili ilikuwa ukifanya maovu katika ardhi kwa mwaka huu, unakuwa kama Kaini, ya kwamba unapigwa muhuri na unakuwa mtu wa kutangatanga, kila unachokifanya akifanikiwi na ardhi haikuzali matunda. Jambo la ngapi hilo? La 3. Lakini jambo la 4, Mungu alisema wote watakayefanya uovu katika mwaka huu ardhi itawang'oa. Sema ardhi itawang'oa. Yani unatoka katika chanzo cha uhai wako. Kutapikwa ni kuhamishwa katika nafasi yako, anapewa nafasi yako mtu mwingine. Hiyo ni kutapikwa. Sawa sawa. Kutangatanga maana yake kila unalofanya alifanikiwi. Sawa sawa. Lakini ile ya 3 maana yake ardhi haiwezi kukuzalia matunda ya aina yoyote. Lakini point namba 4, kwamba Mungu amesema kila pando ambalo Mungu akulipanda Yesu ataling'oa. Yani kung'olewa, unatoka katika source of life, yani chanzo cha uzima. Maana baada ya kung'olewa lazima mti ufe. Lakini pointi ya namba 5 ya kwamba kama wana wa Kora, sema wana wa Kora, walipoinuka kinyume na nabii Musa pamoja na Aruni, wakasema sisi ndio matume na manabii. Na Musa akasema itajulikana kati yangu nanyi nani aliyetumwa kuwakomboa wengine. Na kisha akaweka mstari, akawatangazia katika mji wa kina Kora ya kwamba wale wote walio upande wa Kora waje upande wangu, na wale wote walio upande wa kwangu waje upande wangu, na wale upande wa Kora wabaki upande wa Kora. Maandiko yanasema walikuwa wakina Kora katika hema zao. Kitabu cha Hesabu sura ya 16. Maandiko yanasema baada ya kutamka neno wakasema wanaume 250, hawajahesabiwa wanawake na watoto zao walikuwepo, na watoto walisimama upande wa Kora. Sawa sawa. Na kisha Musa akasema, ikiwa Mungu aliniita kama mtume wake kuwakomboa nyinyi, basi leo na ijulikane, kama mtakufa kifo cha kawaida, mimi sijaitwa, lakini mkifa kifo ambacho hakuna mwanadamu aliwahi kufa kwacho, basi itajulikana mimi ni mtume ambaye nimetumwa kuwakomboa Waisraeli wote. Wala si Kora, wala si Yane na Yamle walishawishi wenzao. Na baada ya kuzungumza hivyo, ardhi ilifungua kinywa chake
ikawameza Kora wanaume 250, wake zao na watoto wao, hema zao na vyombo zao, wakiwa wazima. Na ardhi baada ya kuwameza na vitu vyao ikafunga mdomo. Ardhi ina mdomo, ardhi ina masikio, ardhi ina macho, ardhi ina pua, ardhi ina mikono, na ardhi ina miguu. Na ndio maana niliwaambia mwaka huu YouTube yangu ipo. Angalia YouTube yangu, ukiandika katika YouTube yangu Apostle Titus Duli, utaona unabii wa mwaka huu. Kila kitu ambacho kimetokea, hata wakati wa uchaguzi Mungu aliongea. Ukianzia dakika 45 mpaka dakika 55 niliongea pia unabii kuhusu wakati wa uchaguzi, yale ambayo yatatokea katika huu mwaka. Nakumbuka ilikuwa ni mkesha wa mwaka huu, mwaka jana kuingia mwaka huu, majira ya saa 6 nilianza kuzungumza juu ya matukio ambayo pia yatatokea katika nchi yetu na matukio ambayo yatatokea katika dunia. Rodosengo rodokarabaza. Ukiweza ndani ya YouTube isogeze mpaka dakika 40, anzia pale 40 mpaka 55, utasikia unabii wote kuhusu nchi yetu na ulimwengu mzima, mambo ambayo yataamuliwa kupitia ardhi. Lakini kanuni ya kwanza, sema kanuni ya kwanza, sema haki. Kitabu cha Warumi ile sura ya 8 ukianzia mstari wa 30 inasema, au aliyewajua tangu asili, hao aliwachagua, na wale aliyewachagua au akawaita, na wale walitikia mwito au akawahesabia haki ya kuwa wana wa Mungu. Hauwezi msogelea Mungu bila kumwamini Yesu Kristo. Hauwezi kuwa na haki ya kuomba na maombi yako yakajibiwa kama hujamwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wako, kama hujatakaswa na damu ya Yesu Kristo na kuondolewa dhambi kwa hiyo damu, kama hujajazwa Roho Mtakatifu, na kama neno la Mungu aliyafanyika mwili ndani yako. You can never be, you can never be, you can never be. Hallelujah. Wangapi wananielewa watu wa Mungu? Inaeleweka. Ndio maana amesema eli mtu yule asiyeenenda katika shauri la wasio haki. Kumbe matendo yasiyo haki yanazaliwa na mashauri ya watu ambao hawapendi haki. Naongea na mtu. From the beginning, Mungu wetu anaitwa he is a judge, highest judge of justice. Amen. Na kitabu cha Waebrania sura ya 10 mstari wa 38 inasema, katika nyakati hizi za hali ngumu kiuchumi, kimaisha, kisiasa, kidini, kiimani, Mungu anasema nyakati za mwisho mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Kumbe hata imani haiwezi fanya kazi pasipo haki. Warumi sura ya 10 na mstari wa 38, but my just shall live by faith, which means you can never display faith without being justified, and we are being justified through believing in Yeshua HaMashiach. Tunahesabiwa haki kwa njia ya kumwamini Yesu Kristo, kama Warumi inavyosema ile sura ya 8 na mstari wa 30, wale aliyowachagua tangu mwanzo hao aliwachagua, na wale aliyowachagua au akawaita, na hao aliyowaita au akawahesabia haki ya kuitwa wana wa Mungu, ya kuomba na kujibiwa, ya kulia na kusikizwa, ya kutenda ishara na maajabu, ya kuliombea taifa likapona, ya kuliombea taifa likainuka tena. Ni nani aliyehesabiwa haki? Ni wale ambao Mungu aliwachagua tangu asili, na baada ya kuwachagua akawaita kwa njia ya injili ya Bwana wetu Yesu Masihi, na baada ya kuitikia injili ya Masihi oradasinda tukahesabiwa haki, nasi kama Kristo kuhubiri habari njema za wokovu wa mwanadamu, habari njema za umilele wa mwanadamu, na hao ndio Mungu anahesabia haki na kuwatukuza katika ulimwengu wa sasa na kisha ulimwengu ujao. Praise Jesus, praise Jesus. Ramoshere kangororia serererererererere. Rodosengororia sengororia si.
Ramoshambarabasia. Nimesongea chini pako, ni safi kwa damu ya kwako. Oh, nimesongea chini pako, nisabie haki yako kwa damu ya msalaba. Kuna uwepo sio kawaida siku leo mahali hapa. Kuna nguvu ambazo hauna haja. You just connect yourself. The power of God is moving right now here. Reto sanda rabakushe minga na motoriza ya sambu. Rendiri ya bakushe menda. Kipengele cha kwanza nasema, ili mwaka huu umalize vizuri pia na wengine wakamaliza vibaya. Cha kwanza amesema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala akusimama katika njia ya wakosaji. Sema wakosaji, wanayefanya makosa sawa sawa. Kwanza wasio haki. Angalia, wala akuketi barazani pa wenye mizaa. Sema baraza la 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 wenye mizaa. Mwaka huu si mwaka wa mizaa. Kitabu cha Wagalatia kinasema, ile sura ya 6 mstari wa 7, msidanganyike, Mungu hawaziakiwi. Chochote apandacho mtu ndicho akatakachovuna. Ukipanda kwa mwili utavuna uharibifu na mauti. Ukipanda kwa roho utavuna uzima wa milele. Mungu haziakiwi. Chochote upandacho, iwe kwa matendo au kwa maneno, iwe kwa upanga, iwe kwa roho. Yesu alimwambia Petro, auaye kwa upanga sharti afe kwa upanga. Yesu aliongea wazi, yes, kila mwanadamu kupitia kauli zake, zile kauli za fitina, kauli za chuki, kauli za uchochezi, kauli za uadui. Kitabu cha Mathayo 12 kuanzia mstari wa 35 na 36 akasema, kila neno ambalo halina maana wanadamu waliongea yakasababisha madhara duniani, yakasababisha mauti duniani. Siku ya kiyama ya mwisho, wakati Yesu atahukumu waliokufa na walio hai, utatoa hesabu siku hiyo. Kwa maana kwa maneno yako utahukumiwa mambo ya haki, na kwa maneno yako utahukumiwa kwa halali ya mateso ya jehanamu. Tunaishi nyakati za mwisho. Maneno ya mzaa yatatoa hukumu siku ya mwisho. Unaweza ongea jambo kama mzaa, lakini likazaa mauti, likazaa uharibifu, likazaa laana, likazaa vifungo. Ndio maana kiongozi awaye yote anapaswa achunge kinywa chake. Ndio maana Mkristo awaye yote anapaswa achunge. Kinywa ni kiungo kidogo, lakini matatizo yake ni makubwa. Kinywa kinaweza haribu ulimwengu wote na ukateketea. Kwa maneno yako, Yesu amesema, nitakuhesabia haki, na kwa maneno yako nitakuhukumu siku ya mwisho. Rado sendo penyo neba, Mungu haziakiwi. Chochote upandacho utavuna. Wagalatia 6:7-9. Haleluya. Utavuna. Ukipanda kwa mwili, yani mambo ya uharibifu wa kimwili, utavuna uharibifu. Ukipanda maneno katika njia ya roho, utavuna uzima wa milele. Haleluya. Angalia mstari wa 2. But his delight is in the law of the Lord, and in his law does he meditate day and night. Mstari wa 2 Zaburi 1:2. Kwa Kiswahili, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake
uitafakari mchana na usiku, maana vitu vyote vijazavyo nchi, nafsi na roho zetu, uhai wetu, ardhi na damu, ni mali ya Bwana Mungu. Haleluya. Na anasema mtu atakayefanikiwa mwaka huu, ni neno manabii. Utarudia katika YouTube yangu, utasearch tu kwa jina la Apostle Titus Bumi, utapata unabii wote. Haleluya. Amesema bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo. Yesu alisema kitabu cha Yohana 14 na ile mistari yetu ya 21 mpaka 23, akasema mtu akinipenda atashika amri zangu. Sema amri zangu. Jeshi letu la polisi la Tanzania lina kauli hii, linasema tii sheria pasipo kuamliwa, yani kusurutishwa, maana kuamliwa kutii. Amen. Neno amri na neno kusurutishwa lina maana moja, ya kwamba ni mtu ambaye yeye ashiki sheria za nchi au za Mungu mpaka amelazimishwa. Naongea na mtu. Na Yesu akasema kitabu cha Yohana 14:21, akasema mkinipenda mtayashika maneno yangu, nami pamoja na Baba tutakuja kwa huyo mtu aliyeshika maneno yangu na kujifunua kwake. Amen. Yani na kujidhihirisha. Maana yake Mungu hawezi kujidhihirisha katika hali ulionayo iwayo yote kama kwanza haujampenda kwa kuyashika amri zake. Amesema amri pale mwanzo Yohana 14:21, mkinipenda mtashika amri zangu. Alipoona hatumwelewi, hiyo Yohana 14:21 ule mstari 23, akasema mkinipenda mtashika maneno yangu, nami na Baba tutajifunua na kukaa pamoja nanyi. Usitegemee kuona uwepo wa Mungu Baba, Mwana na Roho maishani mwako kama hujashika amri. Neno amri ni neno la tatu baada ya neno sheria. Maana sheria inazaa utaratibu, utaratibu unazaa amri, amri inazaa utekelezaji. Sema utekelezaji. Kwa maana nyingine, Biblia hii kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka Malaki ni neno la Kristo mwenyewe. Ndio maana aliwaambia Wayahudi wasimwamini kwa Masihi. Kitabu cha Yohana sura ya 5 mstari wa 45 mpaka 47, akasema msizani ya kwamba nimekuja kwa hukumu, yuko atakayewa hukumu, naye ndiye Musa mnayemwamini. Lakini kama mngelimwamini Musa hata juu ya vitabu vyake vinne vya sheria na kitabu kimoja cha historia ya uumbaji, basi mngeniamini mimi, maana Musa aliandika habari zangu. For other meaning, Moses alikuwa messenger wa Yesu. Maneno aliyoandika aliandika kupitia Roho wa Yesu. Kipindi cha Agano la Kale Yesu alijifunua kama Bwana wa majeshi, lakini pia alijifunua kama Roho mwema wa kuwaelimisha wanadamu. Ukisoma kitabu cha Nehemia Hora dosanda ule mstari wa 9, sura ya 9 na mistari ya 20, Mungu anawaambia wana wa Israeli, nikawapa Roho wangu mwema ili awaelimishe. Yesu anasema nikawapa Roho mwema ili awaelimishe, lakini mkakataa elimu ya Mungu, mkafuata elimu ya walimwengu iliyojaa kasoro, iliyojaa chuki, iliyojaa uadui, iliyojaa matabaka, iliyojaa unyama, isiye na utu. Lakini elimu yangu imejaa upendo wote, imejaa huruma yote, imejaa msamaha wote. Ndio maana nalichukua umbo la mwanadamu, nikaja kama mwana wa Mungu, nikafa msalabani kifo cha aibu ili niwakomboe watu wote, bila kuangalia dini zao, lugha zao, matabaka yao, asili zao. Nikawafia msalabani, na ile damu ambayo shetani na majini waliomba kama kafara, mimi nikaamua mwaga damu yangu ili damu yako isimwagike. Nikaamua kufa ili wewe usife, nikaamua kufufuka ili nayo ufufuke siku ya mwisho. Asema Yeshua Amashia. Ora dosendo la dokanda, romanda la dakandu, ramingo la dakanda, rotonda la dakanda, rimonda la dakanda, ringo ya sendo ya baraka. Tazama wewe
inazaa utaratibu. Neno sheria ni law. Sema law. Sema law. Sema sheria. Maana kila kitu Mungu alichokiumba alikiumba kwa sheria, na bila sheria afya yako haiwezi fika mbali. Bila sheria matumizi ya akili yako yatakuwa mabaya. Maana kazi ya sheria ni kugavana, ni kuongoza na ni kutawala, ili watu maisha yao yasiende nje ya ule utaratibu ambao umewekwa. Maana sheria inazaa utaratibu, order. Law bear order, na utaratibu unazaa amri. Amri inazaa utelekaji. Amri maana yake commandments. Haleluya. Na amri inazaa nini? Utekelezaji, obedience and work and acting. Naongea na mtu. Sasa matukio mengi ambayo leo duniani yanatokea, cha kwanza tumeisahau sheria ya Mungu. Maana vitu vyote vijazavyo nchi ni mali ya Bwana. Na kila kitu ambacho Mungu alikiumba alikiwekea sheria jinsi gani ukitumie. Hata hii ardhi aliwekea sheria jinsi gani itumike. Pigia Yesu makofi na shangwe. Afya ulionayo iliwekewa sheria. Nilikufundisha miaka ya nyuma mahali hapa. Kuna wakati wana wa Israeli walikuwa wakila mikate ya ngano ile ya bei mbaya ya shairi ile. Ngano ambayo wanatengeneza pombe. Wanakula mikate, wanakula chapati, wanakula maandazi, wanakula nini, alafu ikifika usiku hawapigi meno mswaki. Meno yao yakaanza kuoza, wakaanza kuwa vibogoyo, hawezi kula nyama mifupa, hawezi kula mahindi ya kuchoma. Wakaanza kumlaumu Mungu. Mungu, mbona tumekuwa vibogoyo kabla ya wakati? Mungu akawajibu kupitia kitabu cha Amos. Amos sura ya 4 mstari wa 6. Amos 6 mstari wa 4. Akawaambia, je, sikuwapa usafi wa meno katika nchi nzima ya Israeli? Maana kumbe usafi wa meno, mvumbuzi wa mswaki hakuwa Mchina. Mvumbuzi wa kwanza wa mswaki alikuwa ni Muisraeli. Kwa hiyo Mungu aliweka pia sheria ya kutunza meno kwa njia ya kupiga mswaki. Hiyo ni Amos sura ya 6 mstari wa 4. Na niangalia unijui. Nisomee pale kama unayo. Unasema Biblia ikufundishi tu kuishi maisha ya haki, pia kuishi maisha ya sheria ya usafi wa mwili. Haleluya. Umevaa chupi wiki mzima, umetoka fangasi, hilo sio pepo la fangasi. Kafue chupi alafu oga. Haleluya. Inaongea kama kichaa ili upone. Haleluya. Maana kuna watu usipoambia kinagaubaga hawakuelewi. Kwa Mungu huwa ana hekima. Mungu aliwaambia Walawi, yani Walawi kabila ambalo limetengwa kwa njia ya kutoa sadaka za nini? Za huduma za kiroho. Akasema Mlawi yeyote yule, kitabu cha mambo ya Walawi 20:21 na 21:21 inasema Mlawi yeyote yule aliyevunjika mapumbu afai kuwa kuhani wala kuwa nabii wala kuwa mwinjilisti wala mchungaji. Hiyo ni Biblia. Mungu hatukani, na maandiko matakatifu hayatukani, anasema ukweli. Haleluya. Unajua ukweli kwa mpumbavu ni matusi, lakini kwa mwenye hekima ukweli ni utukufu na heshima. Mpigie Yesu makofi na shangwe. Haleluya. Maana yake usiseme nimeshinda jaribu la ngono wakati huku umevunjika. Wewe ni kama nguruwe anayelishwa auze nyama, au ng'ombe dume anayelishwa auze awe na kilo nyingi. Lazima uwe umekuwa umekamilika huko nganga huko. Haleluya. Ukiona kitu nasikia mvuto, alafu nasema mvuto shindwa. Ukiweza shinda huo mvuto, sasa ndio wewe umeshinda jaribu. Jaribu lazima likuvutie, na lazima wewe upambane nalo kulishinda. Jaribu ambalo halina mvuto, hilo sio jaribu. Hiyo ni kitu cha kawaida tu, kurahisishiwa njia. Haleluya. Ndio akasema pale. Na ndani ya maandiko unaniambia natukana. Ngoja nisome muone. Pastor akatukana matusi. Basi mwambieni Mungu anaandika Biblia hii ametukana. Ngoja wasomee. Maana walokole mnajifanya mna hekima wakati hekima hamna. Shindwa na msiregee. Shindwa na msiregee kabisa. Shindwa na msiregee kabisa. Ya bakamta na makamta. Shento na nyakanta. Retonta na mahanta. Ile 21 kuanzia mstari wa 20. Hii ni sheria ya watumishi, huduma 5 za watumishi. Kwamba mtumishi vitu hivi hapaswi kuwa mtumishi wa Mungu. Haleluya. Na nisio kama kipi? Ni sheria nini? Angalia mstari wa 20 anzia. Au aliye na kijongo, au aliye na kibeti,
au aliye na kilema cha jichoni, yani ana chongo. Kijongo ni kibiongo, hafai pia kuwa mtumishi. Au aliye na kilema cha jicho, chongo. Au aliye na upele, sema upele. Yesu anaponya, akuponye kwanza upele wako. Haleluya. Amen. Yesu anaponya, akuponye kwanza chongo chako. Maana hataki mtu ambaye ana viungo vina matatizo, vina kasoro, sawa sawa. Maana tuna upako wa kuponya vipofu, vibiongo kunyooka, haleluya, viwete kutembea. Maana Mungu hatumii mwanadamu ambaye mwenye kasoro. Yeye amekamilika. Na injili yake haiwezi kukuzwa kwa mtu ambaye mwenye kasoro, bali kwa mtu aliyekamilika. Na mwenye kasoro, ili Mungu atukuzwe, kwanza anatolewa kasoro yake kwa njia ya upako. Kiwete tembea, poa, Yesu ni Bwana. Kipofu ona, poa, Yesu ni Bwana. Amen. Sikiliza injili. Hii ni sheria na utaratibu wa mtu anayetaka kuwa mtumishi wa Mungu, na ni amri. Haleluya. Au aliye na nini? Na chongo, au aliye na upele, au mwenye uba, sema uba. Yaani ile ngozi imekuwa sugu na maupele ajabu ajabu yasioisha. Na buba pia ni magonjwa ya zinaa. Unaelewa kwa kipi? Wanatoa mamaji kwa sehemu za siri. Hafai kuwa mtumishi. Au aliyevunjika, angalia, mapumbu. Mambo ya Walawi sura ya 21 mstari wa 20. Au aliyevunjika nini? Mapumbu. Naomba sasa Biblia yako useme natupana. Kipige cha mwisho. Mama nisome pale. Wewe mama njoo pale Biblia yako. Si unaona mambo ya Walawi? Njoo hapa inuka kwa sababu nimekusomesha hapa uchungaji. Alafu unaona aibu nini? Atakayeonea aibu injili ya Bwana Mungu amemwangamiza. Luka. Sogea hapa. Useme Biblia yangu ya Yasini. Katukana. Mambo ya Walawi fanya haraka, fuata hata jafungua. Eti mtumishi. Kasome kinachota Biblia. Atakuchapa mabao hapa wewe. Mpaka unaone mimi ni mbaya. Situtie aibu sisi baba zako wa kiroho. Mambo ya Walawi tajui iko wapi? Anaenda Zaburi, mambo ya Walawi iko wapi? Toka. Aje mkeme mambo ya Walawi hapa. Tumemsomesha bure, unampokonya cheti. Mambo ya Walawi harakaje? 21:20. Haraka. Haraka. Haraka muda wangu nikushika mama tena kimbia basi kama masofu. Kimbia bwana. Kwa nini unajua mwingine? Kimbia. Haraka kimbia. Leo nitawapaka, leo nitachapa mabao, nina hasira ya kiroho. Hanaenda anafungwa mambo ya Walawi 20, anza mstari wa 21 yote. Na usisome kwa aibu. Mstari wa 21 yote na usisome kwa aibu, usisome ki hapa. Mstari wa 21. Mambo ya Walawi 20, mambo ya Walawi 20 mstari wa 21. Umeshapata bwana, mbona unachea na wewe macho uone? Nasoma kwa msaada wa Mungu. Kwa sauti. Tena mwanamume akimtwaa mke wa nduguye. Mambo ya Walawi 21:20. 21:20. Twende mama. Gari inachelewa. Au aliye na kibiongo. Na kibiongo. Soma, acha kucheka na wewe. Unasoma kucheka mwenyewe. Umekuwa nani baba yenu? Au aliyedumaa, au aliye na kilema cha jichoni, au aliye na upele, au mwenye uvimbe, au aliyevunjika mapumbu. Acha wewe. Au aliye nini? Aliyevunjika mapumbu. Rudia tena, aliye nini? Aliyevunjika mapumbu. Tena. Aliyevunjika mapumbu. Mama mchungaji katukana jamani, tumfunge. Katukana matusi madhabahuni. Wewe ndiye vunjika mzee pale mapumbu, ongeza watoto. Haleluya. Lengo atuweke ukweli na huu. Biblia haitukani, Mungu hatukani. Na kwa Mungu hekima anaongea neno jinsi lili. Lakini kwa wanadamu wapumbavu eti usiongee hivyo, kuna wako. Mungu ana mkwe. Hakuna hapa kibida nkoi hapa. Kwa tunkoi manake mkwe. Kwa Mungu hamna mkwe. Au aliyevunjika mapumbu. Ukisema mstari 21 inasema hafai kuwa mtumishi wangu, hafai kuwa nabii, hafai kuwa mtume, hafai kuwa mwinjilisti, hafai kuwa mchungaji wala mwalimu. Naongea na mtu machokodo. Kila kitu kina sheria. Shirobokanta rabahante. Shirobokanta rabahanta raria sento. Wangapi melelewa? Imekolea hiyo. Sema huyu ndio baba yetu aliyeitwa na Mungu.
na degree ya leadership na elimu ya juu ya theology Mount Meru University, chuo ambacho kikubwa East Africa Central mpaka South, ambacho masomo yake kutokea wapi? North Carolina kule Marekani. Chuo ambacho Billy Graham amesoma, chuo ambacho Catherine Kuhlman amesoma. Kwa hiyo subiri kitu ambacho sina knowledge ya kutosha. Na theology ya miaka 3, na leadership na administration ya miaka 3, na counseling na psychology pia, na zaidi ya yote nina mwalimu wa walimu Roho Mtakatifu. Yaani huyu ndio kila kitu. Kwa hiyo hata huduma, Mungu alisema mchungaji asiwe kama nguruwe aliyeasiwa, ng'ombe aliyeasiwa dume au mbuzi, ili anenepe sana awe na kilo nyingi auze nyama kwa bei kubwa, bali mtumishi wa kiume awe amekamilika, asiwe aliyevunjika mapumbu. Hiyo ni sheria ya utumishi. Asiwe mwenye upele wala kibiongo wala chongo wala kilema, maana unaposimama lazima umekamilika. Haleluya. Miaka zaidi ya 16, miaka 12, 14 iliyopita nilikuwa napenda kula ile chocolate inaitwa Snicker. Ndani yake ina chocolate juu, ndani ina karanga. Sasa nikizipiga usiku zile chocolate, ikifika asubuhi jioni sipigi mswaki. Jino hili nikaling'oa. Bwana akaniambia tubu kwa kuliondoa jino langu kabla wakati, kwa maana ulikuwa unakula chocolate upige meno mswaki. Naongea na mtu. Sheria ya Mungu haipo tu katika masuala ya damu ya mwanadamu na roho na uhai tu. Even meno yako ni mali ya Bwana. Haleluya. Na Mungu anajua meno yako ameyaweka huko ndani yakae miaka maelfu. Maana mwanadamu wa kwanza alifariki na miaka 160. Haleluya. Adam akafa na miaka 935. Haleluya. Naongea na mtu. Baba yake Ibrahim Tera akafa na miaka 250. Ibrahim akafa na miaka 175. Sawa sawa. Ninaongea na mtu. Yusufu akafa na miaka 115. Haleluya. Kwa jinsi maovu yanavyoongezeka na miaka inapungua. Naongea na mtu. Maana unapoivunja sheria ya Mungu, miaka inapungua. Unapoitunza sheria ya Mungu, miaka inazidishwa. Chochote kile ambacho umeambiwa ukitumia kwa miaka Mungu aliyeiweka kitatimia. Lakini ukivunja sheria ya Mungu, hata nafasi yako haiwezi timiza miaka yake. Lazima upunguze miaka, lazima ushushwe. Ninaongea na nafsi ya mtu. Ngoja wasome kitabu cha Amos. Maana mnasema mchungaji chizi. Yes, kama ni chizi ni kwa ajili ya Biblia hii. Maana nimesoma Biblia, singasema ya kwake, nimesoma Biblia mama mchungaji. Patana kanitangua kwa kweli bum bum bwa. Mama ungenikuta Nyenza amekwisha kule. Yaani mpaka leo ni maombezi ya kupata mtoto. Kumbe shida sio mama, baba hamna kitu. Shamba alizai bila na mbegu haizalishi bila nini? Mapumbu. Haleluya. Haleluya. Wanasema na hekima. Hiyo ndio hekima. Watoto wetu wanajua vitu kuliko hata sisi. Uongo kweli? Uongo kweli? Tena kwenye masimu hayo. Si ndio wao magenzia. Wanajua wajui. Wanajua wajui. Wanajua wajui. Hawa wanajua kuliko tusipoambia ukweli hawaponi. Haleluya. Mwambie Mungu ana hekima ya kibinadamu. Angalia Amos. Afu ni kwenye pointi zangu tuingie maombi na maombezi. Wangapi mmebarikiwa? Wangapi mmebarikiwa? Wangapi mmebarikiwa? Warados. Amos 6:4. Mungu analalamika juu ya Israeli. Andiko hili miaka 14 iliyopita Mungu alinionya baada ya kung'oa jino langu zuri kwa kula chocolate yenye karanga bila kupiga meno mswaki usiku. Unajua sheria ya mswaki. Ukisha maliza kula chakula usiku piga mswaki, lala. Haleluya. Alafu kisha maliza kunywa chai asubuhi piga mswaki, endelea mpaka jioni. Yaani piga mswaki mara hizi baada ya chakula cha usiku na baada ya chai ya asubuhi. Meno hayataoza. Haleluya. Hutakuwa kibogoyo. Haleluya. Angalia Amos 6:4. Samani. Ni Amos 4:6. Sorry. Amos 4:6. Haleluya. Inasema hivi, mimi nami nimewapa usafi wa meno. Amos 4:6. Amos 4:6. Mimi nami nimewapa usafi wa meno katika miji yenu yote na kutindikiwa kwa mkate mahali penu pote. Kutindikiwa nini kwa mkate? Ni mikate ikawa imeisha, ngano hakuna.
mahali pa nchi ya Israeli yote, lakini amkurudia, manake amkutubu. Toba manake ni kuacha njia zako mbaya na kurudia sheria ya njia za nani? Za Mungu. Amkurudia mimi, asema Bwana, yani amkutubu na kushika sheria ya usafi wa meno. Mimi nami nagapa nini? Usafi wa nini? Wewe kijana ukishika maiki hapa, mimi maiki siitumii. Ndio maana mimi siku hizi natembea na maiki yangu. Nakwambia hapa hiba, lakini kule njiro yani ina rangi zote mbili. Unajua meno yasopigwa mswaki kwanza yanakuwa tengeneza rangi ya Yanga, sema klabu ya Yanga. Alafu pili yale meno yanavuja damu, sema klabu ya Simba. Kwa hiyo unachanganya, umechanganya pale Yanga na nini? Na Simba. Kwa sababu meno yasopigwa mswaki yanatoa damu. Sawa sawa. Sasa unashangaa mbona hapa kuna Simba na Yanga yamechanganyika? Hawawezekani. Sema acha uchafu. Au cheza meno inaruka. Cheza. Tena sheria ya Mungu. Sio tu kwa masuala ya ardhi na damu. Sema hata usafi wa meno. Sema usafi wa meno. Tuani vichupi vyenu wasichana. Binti anaenda shule akipita hapo, amejimbia na ile kiduku la Kenya. Ona anavyodondosa huku ananuka fufu. Anavyokuwa anapotikisha, lakini ananuka. Mabinti mpo. Kuna mabinti chupi mpaka mama zenu wafulie. Shame on you binti. Haleluya. 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 Kuna sponge yangu mtaniangalizia kule mbele baadaye. Fanya mic hapa. Haleluya. Haleluya. Sema sheria ya Mungu. Sasa niingie kumalizia kipengele changu cha leo. Kwa dakika hizi chache. Angalia. Tuje Zaburi. Sema Zaburi. Ile ya sura ya kwanza tumeshamsema ngapi? Wa pili. Amen. Wangapi mmenielewa? Wangapi mmenielewa? Kwa kuna mambo mwaka huu yametukia kwa watu na yanaendelea kutukia kwa sababu wameshoka. Kwa nini? Kwanza hawajakaa na watu wapendao haki. Walikaa katika shauri la watu watendao mabaya, wale shauri mabaya, kuvunja haki. Amen. Amen. Lakini pili, mizaa, sema mizaa. Lakini tatu, wasishika nini? Sheria nani? Ya Mungu. Haleluya. Hiyo ndio maelekezo ya unabii mwaka huu. Sema maelekezo ya unabii mwaka huu. Sema maelekezo ya unabii mwaka huu. Sasa tuendelee kwa mstari wa pili. Bali sheria ya Bwana ndio impendezao. Zaburi 1:2. Sheria yake uifurahia mchana na usiku. Mstari wa 3. Naye atakuwa kama mti uliyepandwa kando ya nini? Ya vijito. Sema vijito vya maji. Uzao wa matumbo yake, uzao matunda yake kwa majira yake. Wala jani lake halinyauki, na kila akitendalo litafanikiwa. Sema kila atendalo litafanikiwa. Litafanikiwa. Kwa kanuni ya mwisho amesema atakayeshika amri haki za Mungu, ajitenge na baraza la mizaa, atakayeshika sheria za Mungu na kuzipenda na kuzifurahia na kuzitenda usiku na mchana, huyu atakuwa kama mti uliyepandwa kando ya nini? Ya mto. Amen. 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 Uzao matunda yake kwa majira yake, ni kila mwezi unazaa mafanikio na ustawi mema. Amesema jani lake hatanyauka, na kila alitendalo litafanikiwa. Mimi mwaka huu sawafichi, tumepambana kweli na mke wangu. Mke wangu nilipokwenda kuhubiri mwezi wa 7 mwishoni, kuanzia tarehe 24 mpaka zile tarehe za mwisho wa mwezi wa 7 kuingia mwezi wa 8, waga napewa ni kibali cha kwenda kufundisha juu ya uponyaji wa nchi katika nchi ya Kenya. Kama nilivyokushuhudia kule nyuma, safari yangu ya kwanza kwenda Kenya ilikuwa mwaka 99. Nilipewa unabii kuhusu Rais Moi pamoja na familia ya Raila Odinga pamoja na familia ya Uhuru Kenyatta, na vile vyama vya upinzani vilipokuwa vimeanza rasmi kwa moto mwaka 95.
kumng'oa Rais Moi. Bwana aliniambia niende Kenya, na nilipata kibali kupitia mlango wa waziri wa mambo ya ndani kipindi kile. Amen. Kwa baada ya kwenda kule Kenya, nilikaa na hizi familia. Kwanza nilikaa na familia moja, ina suti ambayo nilibarikiwa, imebakia suruali mama amehifadhi. Mwaka 97 nikiwa na miaka 24. Haleluya. 20 ngapi? 4. Nikamwambia, nikaweka na viongozi, nikamwambia Mungu amesema mzee, kipindi hiki wakati bado, lakini ikifika mwaka 2002 nguo yako hii ikiisha miaka 5, basi achilia ngazi kwa amani kama Nyerere. Na kipindi hiki kaa na viongozi wa upinzani, tukawaita, lakini walipinga. Na nikaambiwa mkipinga kuna agano litafanyika katika nchi